ndicho kinakuwa cha kwanza kuoza kwa binadamu. Alafu cha pili kinachoanza kuoza ni utumbo wa ndani. Utumbo wa ndani ule ni kwa sababu ya vyakula, vinaingia vyakula vya aina mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuwa ile nyongo inayosafisha na kuondoa ile gesi sije huku, basi inakufa. Kwa hiyo ule uchafu wote na utumbo vitaoza kwa haraka mno. Alafu inaanza kutokea ile hewa katika kila mlango wa hewa, kwenye pua, kwenye masikio, inaanza kutoa harufu. Anaanza kutoka hizi kama zinaanza kuonja na kuanguka chini. Sikataka hapa. Petro akamwambia, wewe msema. Usimu uliposuka ndani yake, akasema mishipa imefunguka. Kila kitu kimefunguka. Moyo umeanza kupiga. Hakuna haja ya kwenda kupima barazani. Na tayari Yesu mwenyewe amefanya. Haleluya. Ukaanza kupima. Akamwambia Dorcas, akasema na. Ni wewe ndio akasema ni mimi. Wewe mwenye jina la Dorcas akasema ni mimi. Na twende kufuata. Akamshika. Alipomshika akatoka chini. Akasema angalieni Mungu leo amewarudishia mtoto wenu mpendwa Dorcas huyu. Sasa cha kwanza pikeni uji akame, alafu mwache aende zake. Haleluya. Injili ya Yesu naiona hapo. Na kwa ajili ya hilo kuna shetani habari ya matoleo ndipo anapokayakia hilo. Na ndio maana mtu mmoja asipoelewa kwamba kumtolea Mungu ni hazina ya maisha yake, anadhani ni vizuri kumbe sio. Bwana Yesu atusaidie katika hilo. Atusaidie hilo. Watu wapunguke katika hilo. Wajue namna gani uwepo wa Mungu usitimike kwao. Ni kwa njia ya matoleo tu. Amina. 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 Hapo sawa. Sawa sawa. Tuko pamoja nasi. Ili injili ya Yesu ielewe. Ujue namna gani udumu ndani ya uwepo wa Mungu. Nakwambia hivi, uelewe mpango wa Kristo ili ukae ndani yake. Mpango wa Kristo sio mwisho wa Kristo. Maana yake huwa kweli. Wa kweli kweli. Wa kweli kweli. Wa kweli kweli. Sema amen. Haleluya. Maana ukisoma ile Biblia na upenda kuna 15:19 anasema utakaporejea ndipo utakapojitolea kitu cha thamani katika vitu vibovu. Alafu anasemaje? Anasema kwa utakuwa umenitolea kitu cha thamani ndipo nitakapokufanya nini? Nani amepata? Nani amepata hapo? Sipige miani kimaliza. Nani amepata hapa? Simama mbele sana. Naam. Ukitoa kilicho cha thamani. Ukitoa kilicho cha thamani kama kipawa changu, kama kinywa changu. rudia. Na ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu. Utakuwa kama kinywa changu. Na watakurudia wewe bali hautarudia wao. Watakurudia wewe bali wewe hautarudia wao. Nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya ukuta juu ya watu hawa. Ndio. Nao wakapigana nawe lakini hawatakushinda. Alafu maana mimi niko pamoja nawe ili nikuokoe. Anasema na kukuponya asema Bwana. Nani mwingine aliyefanyika kwa neno hili? Unaona? Ukinitolea utakuwa kama kinywa changu. Alafu anasema wabaya hautawarudia wewe bali wao watakurudia. Jina Bwana libarikiwe. Na anasema nitakufanya kama ukuta wa shaba usiotikisika. Sawa sawa? Anasema watapigana na wewe lakini hawatakuweza. Maana mimi Bwana nitakuwa pamoja nawe. Nikuokoe asema Bwana. Unaweza kumpigia makofi? Unaona sifa ya utoaji? Unaona jinsi Mungu anavyojieleza kwa utoaji? Unaona Mungu anavyomwahidi ahadi zenye dhati, zenye nguvu ambazo anasema utakaporudi, utakaponirejea nitakukubali. Basi ukifika nyumbani mwako, amjua utakaponitolea kitu cha thamani, kitu cha thamani katika vitu vibovu. Maana usimtolee Mungu vibovu, usimtolee Mungu dasazo, usimtolee Mungu vibechi. Wengine wanatoa sadaka pesa iliyochakaa, ni dhambi, ni laana kwako. No, anasema kinitolea kitu cha thamani katika vibovu, ndipo wewe utakuwa kama kinywa changu. Maana yake utakuwa ufanya sawasawa na kinywa
yaani utafananishwa na kinywa cha nani? Cha Mungu. Sasa anasema hivi, wabaya wanaopigana wewe hautawarudia, ila wao watakujia. Watapambana na wewe na kupigana nao, hawatakuweza, asema Bwana. Maana nitakufanya kama ukuta wa shaba. Ukuta wa shaba. Haleluya. Nitakufanya kama ukuta wa shaba. Ndio pale pale twende katika kitabu cha Yuda. Anasema moto wako hautazimika usiku na mchana ema. Daima utawaka tu. Hautaungizwa sadaka yako itaendelea kuwaka. Haleluya. Sifa za Bwana zivume. No. Mjue Mungu kwa hiyo. Mjue Mungu kwa hiyo. Na hapo ndipo paliposalia wewe. Usiwe kama huyo kijana alipoambiwa ukatoa mali yako akakunja uso wake. Usikuje uso. Mwambie Bwana wanipa kazi ya kufanya. Ili niwe najua kama kinywa chako. Unapoambiwa basi kumtolea Mungu, furahia pale. Maana Bwana amekupa nafasi. Anasema ukinitolea ndipo utakuwa kama kinywa chako. Furahia leo hilo. Usimjue kwa kinywa tu. Mjue hata kwa matoleo kwamba ninamtolea aliye ndio uhai wangu. Mjue hilo. Hapo ndipo wewe unafarakana na wokovu. Hapo katika kumtolea ndipo wewe wako tayari nasikitika. Anafikiri kwenda mbinguni hatutoi matoleo. Kama watu leo wanavyofikiri kwamba kwenda kanisani hakuna kutoa matoleo. Kanisani Bwana Mungu anataka fedha. Kama shetani alizako, watu kama kienyeji, watu wanaenda kutafuta fedha, anawaambia chukueni kule. Mpaka walipishe faida. Na sisi Mungu wetu anasema kile ulicho nacho kamtolee. Sasa nani asiyetaka awe kama kinywa cha Mungu hapa duniani? Nikuuliza kwa kanisa, nani asiyetaka? Wewe. Wewe hapo wewe mama nyumbani. Wewe. Nani asiyetaka? Unapoambiwa utakuwa kama kinywa changu, maana yake kinywa chako kitanena na litakula. Ukisema shetani kwa jina la Yesu, sitaki kuharibia nyumba hii. Wakumenena kama kinywa cha Mungu, shetani anaondoka. Haleluya. Na kila litakalotoka kinywani mwako litakuwa na nguvu ya Mungu. Maana Bwana anasema nitakupeuza, alafu kinywa chako kitakuwa kama kinywa changu. Ndio Mungu atakitumia kinywa chako. Utageuka zote na zitaka zitaharibika. Ulani zote na dini zitaharibika. Na kufunja na kuangamiza kabisa kila nguvu za shetani zitaangamia. Maana Bwana anasema utakuwa kama kinywa changu. Hivyo omba lolote na kwa jina langu litafanyika. Sema tena nije. Sema tena nije. Haleluya. Tuwe hapa. Inawezekana kwa tumeshakubali. Lakini kwenye matoleo inawezekana mwingine kwa tu umekubali. Kama huyo kijana kaambia usizidi, akasema sizidi. Usiwe mlevi, akasema sija mlevi toka utoto. Usiseme uongo, wala siseme. Wapende baba na mama, hata baba na nani toka utoto. Akasema bado moja. Akamwambiaje? Bado moja, kaza anatoka. Akasema ni kitu gani hicho? Hicho anikwende. Akamwambia hujamtolea Mungu mali yako. Katoe. Aliposikia kuna familia. Uso wake ulikuwa mzuri, amepaka mafuta. Akakunja kwa hasira. Kama amepakana na mtu. Alafu Bwana akamwangalia. Akatoa, maana umekuja uso. Njoo tu twende unifuate. Wewe abudu tu. Na Yesu akasema sibadiliki. Usipotaka karaga baba. Ukitaka kauze. Maana mbingu ni yangu. Unapotaka kuja ni kwangu. Mimi nasema lazima utoe. Usipotoa nenda. Maana hazina ya mtu ilipo ndipo na roho yake itakapokuwepo. Kwa hiyo nenda, mimi ninao wengi. Haleluya. Akasema ninao wengi. Wakati huo wanaongea wako huko kwao mashariki ya Israeli. Akasema ninao wengi. Akina fulani watapona ugoni ule. Watakuja badala yako. Haleluya. Watakuja badala yako. Akina mainganga wako kule Unyamwezi watakuja badala yako. Akina haule wako ugoni kule watakuja badala yako. Akina nani ni wakifa watakuja badala yako. Wewe kama babu una mali yako hiyo. Lakini nikuulize, je, yule kijana yuko mpaka leo? Ameondoka. Si heri kumtolea Mungu kagaina Bwana. Anasema moto wako hautazimika kwa ajili ya ile sadaka. Hakuna
aliyemnena Mungu zaidi ya huyu katika ahadi za nguvu namna hii? Hakuna aliyemnena na mwenye ahadi zenye uweza kama huyu mtoaji. Hamna. Ndio maana hii sura ya kumtoa watu wanapiga vita duniani. Usiamini wanaosema huko wasiojua Mungu. Hapo ndio nasemaje? Changu na sisi nakwambia ndicho tunavyoambiwa tutoe. Alafu tupe na Bwana. Maana Bwana anasemaje? Ni nani mwenye upendo kuliko kutoa uhai wake? Na aliye na upendo anaweza kukupa pesa mtu, lakini bado akawa mnafiki. Lakini mtu aliyetoa uhai sio mnafiki. Yuko tayari kufa kwa ajili yako. Si ni zaidi huyo? Kulipa fedha. Leo utatoa fedha, kesho utaomba Mungu nipe uzima, nijalie nipate biashara. Anakupa, unaenda kanunua mpwapwa, unanunua mpapa, Mungu anaibarikia, unauza. Unapata pesa. Lakini ukitoa nafsi badala. Na Bwana anasemaje? Wewe ilete nafsi yangu kwako, alafu nitakuokoa utakutoa. Kisha leta ulicho nacho kunitolee. Hapo tu. Kuna kingine zaidi. Baki na sura yako, baki na nyumba yako, baki na kila kitu. Isipokuwa kile ulicho nacho leta, alafu tunaongozana kwenda mbinguni. Na kwa sababu hiyo tunataka kunitolee, nitakufanya kama kinywa changu. Hilo tu. Hutakuwa kama kinywa cha baba yako. Leo duniani lazima uwe kama baba yako. Unataka kufanana na baba yako? Fanana na Yesu, fanana na Yesu. Bwana anasema ukitaka kufanana na Yesu, tolee kilicho cha thamani. Sema ile. Sema ile. Tolee kilicho cha thamani. Anasema moto wako hautazimika mpaka utakapoje. Haleluya. Toeni Mungu. Toa tu. Usihesabu kwamba tangu nitoa. Toa. Mungu angesema hesabu ninavyokulinda. Au ungelipa nikulinde siku ngapi? Hapa angesema kila siku unakuna nilipa 100 ili uwe hai. Ungeweza? Ungeweza kutoa kila siku 100 ili Mungu akulinde? Lakini Mungu anakulinda tu. Bwana Yesu asifiwe. Leta ruhusa, wacha nitoke jasho kufa. Mungu ameturudisha. Je, tumepona kwa pesa? Hapana. Wengine hapa tulikuwa maiti. Wengine tulikuwa tuzai. Lakini leo tunazaa. Je, tumelipa pesa? Hapana. Sasa ndio maana Mungu anasema bwana mmekuwa wajinga. Wengine mlikuwa wagumba hapa, mmekaa hata mlitaka kuachika huko, si ndio? Mlitaka kuachika. Lakini Mungu alisaidia. Yesu yupo. Kwa jina la Yesu pokea watoto wa kike na wa kiume kuanzia sasa. Mungu akupe uzao. Wengine watakuwa wachungaji, wengine mawaziri, wengine wabunge, na wengine watakuwa wajenzi, kama wa kike watakuwa mama wachungaji. Hao tunawasubiri toka tumboni mwako. Bwana kurudi hao asije kwako toka tumboni mwako aliyemleta. Tunafunga hiyo nguvu. Kila atakayetoka kwako awe ni yule atakayetoka. Ndio kisha cha Bwana kurudisha kupata uzao katika jina lake. Usione watoto kwa nia mbaya, kwa nia nzuri ya kutukuza Mungu. Sawa sawa? Sasa ikiwa Mungu anatufanyia haya, kuna mali ya pesa unayouza kwa ajili ya nyanya, alafu bado unamuomba yeye mwenyewe akubariki. Alafu naambia toa pesa hapa, tunaomba leta shilingi 100. Unasema utakweti. Utakweti gani? Kiasi chake akarushia pale. Akasema mimi sina fedha, lakini nilicho nacho ndicho ninacholeta hapa. Nani ametoa hapa? Alafu nasema huna. Nani kama sio unataka lana? Nani asiye na kitu cha tunasema mimi utakweti nini? Ni kwa sababu hujui namna gani uwe na Mungu. Hapo ni sura ya kijana akabishope. Ndipo Bwana atakapokuwa atalifanya sadaka yake isizibike. Na anasemaje mabike? Soma. Inasemaje? Kuagiza Haruni akasemaje? na wanao waambie, ambia sadaka ya kuteketezwa ni nini? Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale mkotoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi. Hata asubuhi. Ukileta hapa asubuhi leo mpaka kesho inadumu. Endelea. Na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Usizimike. Moto hautazimika kwako. Unaona? Lakini ukisoma siji ukiimba hapa mnaimba hapa mnaserebuka, moto umeshazimika. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani, atavaa mwilini mwake. Naye atayaombea ile matoleo na kuifanya iteketezwe iwake kwa moto, malaki barikiwe. Sema amen. Ndio, Makinge soma. Naye atayazoma majibu ambayo huo moto ndio naye atayazoma majibu ambayo ndio moto unateketeza sadaka. Maliza kusoma.
Omba. juu ya madhabahu, kisha atayaweka kando ya madhabahu, kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine, kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya malango hata mahali safi, na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima juu yake, usidhimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye atafaidi umechoka. Manake kumtolea Mungu ni mtu wa daima. Usitolewe kesho, usiyokuwa unatolea kesho usitolewe. Utautunza moto huo usizimike. Sawa sawa. Utautunza moto huo usizimike. Sawa anaji? Utautunza moto huo usizimike. Sawa sawa. Nani anapenda kitabu hiki? Anayependa kile chake ndani. Anayetaka kile chake ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hautakipata kwa maombezi ya wachungaji. Utakipata kwa wewe mwenyewe. Ndio maana wengi wanatapeliwa pesa. Mtu anakuja mchungaji sisi toka wapi? Hao wana pesa mimi sijui kudana. Ambia leta kaweke bahati huko hela. Weka ili ubarikiwe. Huo na kutapeli. Anakutapeli huyo. Hana baraka ya kukubariki wewe. Lifuate neno la Mungu. Bwana anasema ukitaka watu usidhibike wa sadaka yako, nitolee, toa kuanzia hapa. Sio mpaka aje mtu hapa sisi. Sio mpaka mtu aje, nitoeni, toa. Hayo mnamtolea uje siku 10, 70, mnabaki na shida zenu. Yanaondoka ameshawatapeli safari ya kula. Jinga ndio wao. Naona. Bwana anasema lete kila siku asubuhi sadaka yako. Leta. Tena sio kinyonge. Si kweli? Watu huko bilioni wanang'ang'ana na kukamatana mpaka mnabuliana manguo wengine viatu. Alafu kwa Mungu unaleta kidazi na kumbata hivi. Unaleta kumbe ni shilingi 50. Hata hauna. Unafikiri mchungaji ndio anayejua? Au unafikiri mchungaji ndio atakayekufanya ubarikiwe? Sio hivyo. Atakayekufanya ubarikiwe ni Mungu anayejua siri za moyo wako. Anayejua unachotoa, anayejua unachotoa. Huyo ndiye atakayeangalia. Ndio maana pale waliotoa wote pale, wakatoa wengine akaangalia ndani, akasema wote hamjatoa chochote, maana mali mliotoa ni ndogo kuliko mlivyo navyo. Lakini huyu mjane ametoa vyote, maana ametoa vyote iliyo katika hazina yake. Kujua kutolea. Leo watu wanasusa kutolea Mungu. Eti nasema si, una wakati umetanda mango yamejaa tele, boksi 10 zimejaa. Utoe lazima uwe na toa. Lazima tabia hiyo iishe kwa jina la Yesu. Sema amen. Niondoke kwa jina la Yesu. Huo ni upinzani wa Mungu, ni upinzani wa Ibilisi juu ya Mungu. Hapo tena utalala salama. Hapo usipoomba kwamba Bwana analala. Wewe Bwana amekulinda siku nyingi. Siku nyingi. Hilo eneo bado hamna haja kuomba. Ndio maana nasema watu mngejua namna gani Mungu aweze kukaa kwenu daima. Ni eneo hilo. Tafuteni namna gani nikae na Mungu daima. Tafuteni ni kwa jinsi gani uwepo wa Mungu ukifanya hivi pusi. Hayo nayo yaomba kila siku yatakuwa yako. Yatakuwa yako. Mungu akubariki. Moto wa sadaka yako usizimike. Usizimike. Usidhani kwamba unajua mtu mmoja akasema mimi sina kitu, jamani ningekuwa na kitu ningemtolea Mungu. Mungu kile kitu ulicho nacho toa hicho kwa uaminifu. Hicho.